Tunawakaribisha kwenye mkutano kubwa kabisa wa uponyaji wa kiungu ambao utafanyika tarehe 3 hadi 6 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 kwenye mji huu wa Kahama katika ukumbi wa Sinai. Kuna mambo machache ambayo nitaongea leo ya jumla, na baadaye nitazungumza na kusanyiko dogo lililoko hapa kwa ajili ya uponyaji ambao Mungu aliahidi siku ya jana. Tunaweza tukaangalia Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12. Mwanzo sura ya 12 imeandikwa, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kulibariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, na akulanaye nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Naomba nirudie mstari ule wa kwanza na wa pili. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Wana wa Mungu, huyu tunayesoma habari zake hapa ni Ibrahim, ambaye mwanzoni kabla hajaitwa Ibrahim aliitwa Abraham. Siku moja Mungu alimtokea na alimuonyesha mpango alionao kuhusu Abraham mwenyewe na uzao wa Abraham. Lakini mpango huu uliambatana na baraka. Masharti aliyopewa Abraham ni kwenda kwenye nchi atakayoonyeshwa na Mungu. Anasema, nitakuonyesha nchi, na kama utakwenda hapo nilipokuonyesha nitakubariki. Na anaahidi mambo mengi sana. Anamwambia, toka uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Halo? Nataka nikuonyeshe jambo hili, kwamba Ibrahim au Abraham alitokewa na Mungu wakati ambapo alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Hana maana yoyote kwenye familia yao. Hakuna anayethamini kumhusu. Alikuwa ni mtu wa tabaka la chini sana, na jina lake lilikuwa halifahamiki katika jamii yao. Lakini Mungu alimjua Abraham na akamwambia atamuonyesha nchi ambayo akienda jina lake litakuwa kubwa, thamani yake itaongezeka,
Na Mungu anasema nitakubariki ukiwa hapo. Yes. Nataka niongee na wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza. Hali gani leo? Hali ulionayo, hata kama ni mbaya kiasi gani, na kuhakikishia kwa sababu Mungu amekutokea kwenye huu mkutano, maisha yako yatabadilika kabisa. Amen. Napokea. Mungu atakuonyesha mambo magumu usio yajua. Niamini kwamba nimekuletea habari njema. Amen. Hiyo hali mbaya ulionayo ndio sababu ya Mungu kukutokea. Amen. Huo ugonjwa ulionao sio wa mauti. Ni ugonjwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Amen. Amen. Amen, Daddy. Mungu wangu aliye juu azungumze na moyo wako, uone jinsi ulivyo wa thamani machoni pake. Amen. Una thamani kubwa sana. Amen. Hello. Hello. Amen. Inapotokea mtumishi wa Mungu anatumwa kwenye maisha yako, hiyo ni ishara kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Amen. Hata kama jamii yako haijajua thamani yako bado. Oh yes, napokea. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 4 imeandikwa, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Oh yes, I receive. Kwa sababu hiyo nitainua watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Anasema nitatuma watu kwa sababu wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Ngoja nije huko. My God. Juzi nilikuwa naongea na binti yangu yule mdogo. Leo nimepata nafasi ya kuangalia TV. Wameweka ile ibada yetu ya siku ile. Na ninyi ambao mna TV nyumbani, angalieni TV ya Sauti ya Uponyaji. Ipo kwenye kingamuzi cha Azam. Ukienda kwenye other channel, kama una dishi la Azam utatuona hapo. Nilikuwa naongea naye, nasema Esther alikuwa mtumwa kwenye nchi ya ugeni. Biblia haituonyeshi baba yake wa Esther wala mama yake wa Esther, lakini natuonyesha kwamba Esther alipata bahati wapi? Ugenini. Sasa nilipokuwa naongea na huyu mtoto pale siku ile, sikuwa nafahamu historia yake kama ninavyoifahamu leo. Lakini wakati nazungumza niliongea kuhusu Esther, jinsi alivyokuwa mtumwa katika nchi ya ugeni. Lakini Mungu hakujali utumwa wa Esther.
hakujali kwamba hayuko baba yake pale wala mama yake. Aliangalia kipawa alichoweka ndani ya Esther. Oh, yes. Bila mfadhili, bila mama wala baba, bila kaka wala dada, Esther alipokea heshima katika nchi ya Babeli. Keti binti yangu, Mungu ameweka kitu kizuri ndani yako, usizimie moyo. Lakini nachotaka kusema nini? Tumwangalie Esther alikutwa wapi anapoinuliwa. Alikutwa akiwa mtumwa. Unaelewa maana ya mtumwa? Wangapi wanajua ukisema mtumwa? Wengi hawajui. Mtumwa ni mtu ambaye